Ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu na Sara. Safari ya miaka 25 ya kusubiri. Fikiria umepewa ahadi na Mungu leo, lakini inatimia baada ya miaka 25. Huo ndio ulikuwa uzoefu wa Ibrahimu na Sara. Abrahamu alipokea ahadi kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 75 na Sara alikuwa na miaka 65. Mungu alimuita Abrahamu na kumwambia, nitakufanya kuwa taifa kubwa. Abrahamu aliamini, aliacha nchi yake na kuanza safari ya imani. Wakati huo hakuwa na mtoto hata mmoja. Huenda walidhani ahadi ingetimia baada ya miezi michache au miaka michache tu, lakini Mungu alikuwa na ratiba tofauti. Miaka 10 ilikuwa ni ya kusubiri. Miaka ikapita. Abrahamu sasa alikuwa na miaka 85, Sara akiwa na miaka 75. Bado hakuna mtoto. Kila siku ilipita, ilionekana kuifanya ahadi kuwa ngumu zaidi kutimia. Sara akaanza kuona kama muda umekwisha. Ndipo wakafanya maamuzi yao wenyewe badala ya kusubiri kikamilifu mpango wa Mungu. Lakini Mungu alikuwa bado hajamaliza kazi yake. Kipindi kikubwa cha ukimya kikatawala. Baada ya kuzaliwa Ishmael, Biblia inaonyesha kipindi ambacho Mungu hakuzungumza na Abraham kwa muda mrefu sana. Ilikuwa ni takriban miaka 13 ilipita Mungu akiwa kimya. Abraham alitoka akiwa na miaka 86 mpaka 99. Miaka hiyo ilionekana kama kuna ukimya mkubwa sana. Hakukuwa na mtoto wa ahadi. Hakukuwa na utimilifu wa kile Mungu alichokuwa amesema. Wakati mwingine ukimya wa Mungu unaweza kuwa mgumu kuliko hata mateso yenyewe. Unaendelea kuishi kila siku huku ukikumbuka ahadi, lakini husikii neno jipya. Abraham alipofikisha miaka 99, Mungu akamtokea tena. Akamwambia, mwaka ujao Sara atapata mtoto. Wakati huo Sara alikuwa na miaka 89. Kwa akili ya kibinadamu, jambo hilo lilionekana haliwezekani. Sara hata alionekana kucheka moyoni. Alijua umri wake, alijua hali ya mwili wake, lakini Mungu hakutazama uwezo wa mwili, alitazama uwezo wake mwenyewe. Mwaka uliofuata ukafika, Abraham akiwa na umri wa miaka 100, Sara akiwa na umri wa miaka 90. Ndipo jambo ambalo lilionekana liwezekani likatokea. Sara akapata mimba, akamzaa Isaka. Miaka 25 baadaye, baada ya Mungu kutoa ahadi ya kwanza, ahadi hiyo ikatimia. Mtoto aliyesubiriwa kwa robo karne akazaliwa. Basi ni nini tunajifunza hapa, mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani? Ahadi ilitolewa Abrahamu akiwa na umri wa miaka 75. Miaka 25 ilipita kabla ya kutimia. Kulikuwa na kipindi cha takriban miaka 13 ya ukimya ambapo Mungu hakuzungumza na Abrahamu. Ahadi ilitimia Abrahamu akiwa na miaka 100 na Sara akiwa na umri wa miaka 90. Na hapo ndipo walijifunza jambo ambalo wengi wetu tunahitaji kujifunza leo. Mungu hachelewi. Wakati mwingine ahadi huchelewa ili nguvu za Mungu zionekane zaidi kuliko nguvu za mwanadamu. Kama Abraham angepata mtoto akiwa na miaka 76, watu wangesema ni jambo la kawaida. Lakini
Alipompata akiwa na umri wa miaka 100, kila mtu alijua kuwa huo ulikuwa ni mkono wa Mungu. Wakati mwingine Mungu huruhusu muda upite kiasi kwamba hakuna mtu anayeweza kujitwalia utukufu. Ahadi inapokuja hutimia, utukufu wote unabaki kwake Mungu mwenyewe. Basi ikiwa iko ahadi Mungu aliyokupatia katika maisha yako, mpenzi msikilizaji, endelea kuvumilia kwa imani. Endelea kumwomba Mungu akupe uvumilivu wa kuingoja ahadi yake. Maisha yetu yapo mikononi mwa Mungu. Mashaka na hofu kuhusu umri, hayo ni ya kibinadamu, lakini Mungu hafungwi na umri. Kaa, subiri. Ikiwa una uhakika Mungu alisema na wewe, Mungu atakutimizia. Mungu hajakuumba kwa bahati mbaya, amekuumba na kusudi maalum. Sema na Mungu wako, Mungu akusaidie sana. Mimi ni msimuliaji wako, ninaitwa William Charles. Unaweza kulike, kushare na kucomment. Ikiwa kama ujumbe huu umekupendeza, basi subscribe YouTube channel SNG08 TV. Mungu akubariki sana. Bye.